Ndugu zangu katika Kristo, tumsifu Yesu Kristo. Kristo amefufuka kweli kweli, haleluya, haleluya. Kristo amefufuka kweli kweli, haleluya, haleluya. Na ndio hiki ambacho tunakisherehekea katika Dominika hii ya Pasaka. Tunasherehekea ushindi dhidi ya mauti. Tunasherehekea thamani kubwa ya Ukristo wetu. Tunafanya shangwe, Kristo ameshinda mauti. Naomba niwaambie, tumesikia vizuri sana masomo yetu na tumeona tunaweza tukasema Mungu wetu ni Mungu wa yasiyowezekana. Mungu wetu ni Mungu wa yasiyowezekana. Tuliangalia jana kwamba pale mwanadamu anapoishia, Mungu anaanzia hapo hapo. Ila leo tunaona ukweli ulio zaidi kwamba Mungu wetu ni Mungu wa yasiyowezekana. Somo la kwanza linatoka kitabu cha Matendo ya Mitume, ile sura ya 10 aya 34 na ile aya 37 hadi ya 43. Haya ni maneno ya Petro akiwa mjini Kaisaria, katika nyumba ya Myunani mmoja, mpagani mmoja aliyekuwa anaitwa Kornelio, ambaye alipata maono ya kuongoka na kuwa Mkristo. Matendo ya Mitume anza ile sura ya 10 aya 30 mpaka 33. Anamuita Petro kutoka Yafa kuja kumweleza maono yake. Anapomaliza, Petro anashuhudia kuwa ufufuko wa Yesu Kristo si kwa ajili ya Wayahudi tu, bali kwa ajili ya watu wote wa ulimwenguni. Maana Kristo alisema, nitakapoinuliwa nitawaita watu wote kuja kwangu. Huu ndio tabiri unatimia hapa, ile Injili ya Yohane sura ya 12 aya ya 34. Ni Petro huyu aliyemkana Yesu leo anamshuhudia. Ni Petro huyu aliyesema si mimi, leo anasema ndimi. Ni Petro huyu aliyekimbia mbali na Yesu, leo yuko karibu na Yesu na anashuhudia ukweli mbele ya umati wa watu. Sasa ni shahidi wa matendo ya ufufuko. Mungu wetu ni Mungu wa yasiyowezekana. Anawezesha hili, na ndio hicho tunachokisherehekea katika sikukuu hii ya Pasaka. Somo la pili linatoka waraka wa Mtume Paulo kwa Wakolosai, ile sura ya 3 aya ya 1 mpaka ya 4. Ni waraka wa mtume huu wa Wakolosai ulioandikwa kati ya mwaka 50 mpaka 57. Wengine wanasema uliandikwa kati ya mwaka 60 mpaka 62. Lengo la waraka huu ulikuwa ni nini? Ni kuimarisha Wakristo wa Wakolosai juu ya imani na kusahisha upotofu wowote waliokuwa nao juu ya Ukristo wao. Anawaambia viwango vyao vya maisha viwe ni Kristo. Paulo anaeleza vizuri sana, kipimo chao cha kuishi kiwe ni Kristo. Kama Kristo amefuka, nao watafuka. Kama Kristo ameshinda, nao watashinda. Naomba niwaambie kitu, kipimo chako cha maisha kiwe ni Yesu Kristo kuanzia Pasaka hii. Unapojikuta katika wingu au lindi la matatizo, usijiangalie, jiulize, je, hapa Mungu anasemaje? Je, Mungu angeshinda? Kama mbele ya Mungu unaona kabisa kungekuwa kuna uwezekano wa kufanikiwa, basi kipimo chako kiwe ni yeye, na amini utashinda. Kwa Mungu hakuna lisilowezekana. Kipimo chako ukikiweka mbele ya Mungu, utagundua kwamba kwa Mungu hakuna lisilowezekana. Kipimo chetu kisiwe wanadamu. Kwa ubatizo sisi ni Wakristo, hatupo tena katika ukale. Kipimo chetu lazima kibadilike, kiwe kumwangalia Kristo mwenyewe aliyeshinda mauti, tunachokifanya au tunachokisherehekea katika Dominika hii. Injili inatoka Injili ya Yohane, ile sura ya 20 aya ya 1 mpaka ya 9. Hii inaeleza ushahidi wa tukio zima la ufufuko. Maria Magdalene anaenda kaburini, anakuta jiwe alipo. Jiwe limeviringishwa. Mungu mwenyewe ameviringisha jiwe, ambacho kitu kinaakisi vile vile katika maisha yetu. Mawe ya mioyo yetu yaviringishwe, mawe ya mioyo yetu yaondoke katika kipindi hiki cha Pasaka. Anaenda anamuona Petro na yule mwanafunzi mwingine ambaye alimpenda Yesu. Wanaona na wao wenyewe kaburi liko wazi, wanaona vitambaa vimelala leo vimezongwa viko mbali kidogo. Wanaamini. Hawa ni Petro, mwanafunzi, Maria Magdalene ni mashahidi. Wameona kile ambacho wamekiona na wameshuhudia, na ushahidi wao ni kweli. Naomba niwaambie ndugu zangu, Mungu wetu ni Mungu wa yasiyowezekana. Hawa walienda wakiamini kwamba namna gani watatoa jiwe.
lakini hawakujua Mungu ni Mungu asiyowezekana, jiwe tayari limeshavilingishwa. Wao walienda kaburini wakiamini kwamba Kristo amelala humo, bila kujua kwamba Mungu ni Mungu asiyowezekana, Kristo amefufuka. Katika maisha yetu tuwe na mtazamo chanya tunapoendana au tunapoenda kukabiliana na matatizo, kwa kuwa sisi tu wa Kristo. Kipimo chetu, kielezo chetu ni ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Tukiwa na wazo kuu kwamba Mungu wetu ni Mungu asiyowezekana, naomba tafakari mawazo makuu madogo mawili ambayo yatakusaidia, yatakuongoza katika sherehe hii ya Pasaka. Na moja, baada ya siku 3. Tukio ambalo tumelisherekea limetokea baada ya siku 3. Ambia jirani yako, baada ya siku 3. Baada ya siku 3. Iko hivi. Dunia mpaka leo inashangaa na kumtukuza Mungu juu ya tukio hili ambalo tunalisherekea. Amini usiamini, ndio kweli uliopo, ndio maana tuko tunashangwe. Askofu Fulton Sheen anasema hivi: katika historia ya ulimwengu ni kaburi moja tu ambalo lilifungwa na jiwe kubwa likawekwa, kisha walinzi wenye silaha za moto wakawekwa kulilinda. Kaburi moja tu. Lakini mpaka leo, askofu anaendelea kusema, makaburi mengine yameandikwa hapa amelala, lakini kaburi hili ambalo lililindwa usiku na mchana limeandikwa hapa Ayubu amefufuka. Nataka niwaambie, walimuita muongo, walisema afufuki, walimuita mfitini, lakini walikumbuka baada ya siku 3. Baada ya siku 3. Iko hivi. Walipokumbuka, alijifananisha na Yona. Ile Injili ya Luka sura ya 11 aya 30, Injili ya Mathayo sura ya 12 aya 40, walitetemeka. Baada ya siku 3. Walipokumbuka, baada ya siku 3, Ibrahimu alimkumbatia tena Isaka aliyepaswa kutolewa sadaka, waliogopa. Kitabu cha Mwanzo ile sura ya 22 aya ya 4. Walipokumbuka, Misri ilikuwa giza siku 3 tu, waliingiwa na hofu. Kitabu cha Kutoka ile sura ya 10 aya ya 22 mpaka 23. Walipokumbuka na kuwaza, baada ya siku 3 Mungu alishukia watu wake katika wingu la utukufu, waliogopa sana. Kitabu cha Kutoka ile sura ya 19 aya 11 mpaka 12. Na ni kweli, baada ya siku 3, ndio hapa tunasherekea leo. Baada ya siku 3, aliyeinamisha kichwa alinyanyua kichwa. Baada ya siku 3, mikono iliyofungwa ilikuwa ikibariki. Baada ya siku 3, miguu iliyofungwa kwa misumari ilianza kutembea. Baada ya siku 3, moyo uliotobolewa kwa mkuki ilianza kupiga tena. Baada ya siku 3, ukimya uliongea. Baada ya siku 3, mfu alifufuka. Baada ya siku 3, kaburi lililofungwa lilifunguliwa. Baada ya siku 3. Hiki ni kitu ambacho hakiwezekani katika akili za kibinadamu, lakini kwa Mungu baada ya siku 3. Kwa wanadamu maji yakimwagika hayazoleki. Kwa Mungu baada ya siku 3 maji yakimwagika yanazoleka. Kwa wanadamu la kuvunda halina ubani. Kwa Mungu baada ya siku 3 la kuvunda lina ubani. Kwa wanadamu kuna nukta, sentensi imeisha. Kwa Mungu baada ya siku 3 kuna mkato, sentensi inaendelea. Katika maisha yako tunapofanya sherehe hii ya Pasaka, kumbuka baada ya siku 3 maisha yanaweza kubadilika. Baada ya siku 3 unaweza ukatoka katika Ijumaa Kuu kuingia katika Pasaka. Baada ya siku 3 tumbo lilofungwa linaweza likafunguka. Baada ya siku 3 ugonjwa unaoonekana uponyeki unaweza ukapona. Baada ya siku 3 vilema ambavyo vimekutawala vinaweza vikapotea. Baada ya siku 3 mawe yaliyofunga maisha yako yanaweza yakavilingilishwa yakapotea kabisa. Ni kuombe sana ujaliwe neema hii ya kutambua baada ya siku 3 na usali ukiomba na kuishi baada ya siku 3, Mungu atafanya makuu katika safari yako ya maisha. Jambo lingine la pili, mwambie jirani yako, onana na mashahidi. Onana na mashahidi.
Naomba nikwambie kitu, yawezekana usiamini baada ya siku 3, lakini Mungu anaweka mashahidi katika maisha yako uweze kushuhudia na uweze kutambua yeye anaweza kufanya makuu katika maisha yako kwa namna yote ile, akakutoa katika giza na kuleta katika mwanga baada ya siku 3. Kwa Mungu hakuna lisilowezekana. Naomba nikwambie hivi, ukitaka uamini hivyo, nitakupa mfano mzuri hivi. Ukisoma Injili ya Luka ile sura ya 1 aya ya 26 mpaka ya 56, kuna tukio fulani hapa zuri sana la Bikira Maria anapoelezwa juu ya kumzaa mtoto Yesu. Anauliza, litawezekanaje hilo? Katika mazungumzo yao, malaika anamwambia, jamaa yako Elizabeth ana mimba yule aliyeitwa tasa. Miaka yote yule aliyeitwa tasa, malaika anamwambia sasa hivi ana mimba. Kwa Mungu hakuna lisilowezekana. Baada ya siku 3, usisahau, onana na mashahidi. Mariamu anaenda kumuona Elizabeth. Huyu ni shahidi kuwa Mungu anachosema ni kweli, Mungu anachonena ni kweli, Kristo anachoongea ni kweli, alichowaambia mitume ni kweli, anachokuambia wewe ni kweli, na ndio hicho tunachofanya leo tunaposherehekea. Nataka nikwambie, Mungu anapoongea na wewe juu ya kutoka Misri, onana na mashahidi. Mungu anapoongea na wewe kutoka kaburini, onana na mashahidi. Mungu anapoongea na wewe juu ya ufufuko, onana na mashahidi. Mungu anapoongea na wewe kutoka Ijumaa Kuu, onana na mashahidi. Mungu anapoongea na wewe kufanya yasiyowezekana, onana na mashahidi. Amini usiamini, katika dunia yetu ya leo, japo unaweza kuwa na akili kwamba mambo hayawezekani, mambo yapo kaburini. Katika dunia ya leo, kila siku watu wanafanikiwa ndoto zao, wanatoka. Kila siku watu wanapata kazi, wanatoka. Kila siku watu wanapona, wanatoka. Kila siku ndoa zinafungwa, wanatoka. Kila siku watu wanafanikiwa kibiashara, wanatoka. Kila siku watu wanajenga, wanatoka. Kila siku watu wananunua viwanja, wanatoka. Kila siku watu wanapiga hatua kutoka Ijumaa Kuu kwenda Pasaka. Watu wanapata watoto, mambo yanakuwa vizuri, milango ya maisha yao inafunguliwa, makaburi, mawe katika makaburi yao yanaviringilishwa. Hawa ni nani? Hawa ni Elizabeth, ni mashahidi Mungu anavyoongea na wewe. Hawa ni nani? Hawa ni kina Maria Magdalene, hawa ni kina Petro, hawa ni kina yule mwanafunzi Yesu aliyempenda. Wanashuhudia na ushuhuda huo unawekwa mbele yako. Onana na mashahidi. Mungu akiongea na wewe, usiende kuongea na wale ambao wako makaburini, watakwambia haiwezekani. Mungu akiongea na wewe juu ya kupata mtoto, sende ukonana na wengine, onana na Elizabeth, atakueleza mimi nilifanikiwa. Mungu akiongea na wewe juu ya kupiga hatua kutoka sehemu moja kwenda nyingine, onana na mashahidi. Onana na kina Elizabeth, onana na kina Petro, onana na kina yule mwanafunzi. Hao ni mashahidi kwamba tunaposali katika kituo cha 15 cha njia msalaba kinasema Yesu amefuka, huwa tunasema hivi: habari njema aliyotuletea Yesu ni kwamba baada ya kila Ijumaa Kuu huja sikukuu ya Pasaka, kwamba punje ya ngano isipoanguka ikafa, ukaa hali hiyo hiyo peke yake, bali ikifa hutoa mazao mengi. Tunaendelea kusali tukisema, tunakushukuru Yesu kwa mateso yako, lakini tunakushukuru hasa kwa ufufuko wako, kwa kuwa huo ndio unatupa hakika kuwa hatukuzaliwa kwa ajili ya mateso na maumivu, bali kwa ajili ya heri ya milele. Naomba ukumbuke, haukuzaliwa kwa ajili ya Ijumaa Kuu, bali kwa ajili ya Pasaka. Haukuzaliwa kulia, bali kwa ajili ya furaha. Haukuzaliwa kwa ajili ya kelele za msulubishe, bali kwa kelele za amefufuka. Naomba utambue neema hiyo na ikae nawe siku zote za maisha yako. Pasaka hii Mungu atafanya makubwa yasiyowezekana katika maisha yako, nawe utapata baraka milele na milele. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu wetu ni Mungu wa yasiyowezekana. Pasaka njema.